Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea kutoa kauli nzito za kina kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi, akisisitiza kuwa Ukraine inapigania uhai wake, uhuru wake na heshima ya taifa lake, huku ikisalia wazi kwa suluhu ya amani ya kweli na ya kudumu. Katika hotuba na mahojiano yake ya hivi karibuni, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa lengo la Ukraine si kuendeleza vita, bali ni kulinda ardhi yake dhidi ya uvamizi na kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vinaishi katika nchi huru na salama. Amesema wazi kuwa amani yoyote itakayopatikana lazima iwe haki, isiyotoa zawadi kwa nguvu za kijeshi au kukiuka sheria za kimataifa. Wakati anaendelea kutoa hotuba yake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza kuwa Ukraine haitokubali kupoteza au kukabidhi sehemu yoyote ya ardhi yake, ikiwemo Crimea, akieleza kuwa ardhi hiyo ni sehemu halali ya Ukraine kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa Rais wa Ukraine, kukubali au kukataa maneno hayo hakutamaanisha kuhalalisha uvamizi na kuweka mfano hatari kwa dunia nzima. Rais Zelensky amesema kuwa Ukraine inaunga mkono mazungumzo ya amani, lakini imeeleza kuwa mazungumzo hayo hayawezi kufanyika chini ya vitisho, mabomu ama uvamizi wa kijeshi kutokea katika taifa la Ukraine chini ya Rais Vladimir Putin. Ameendelea kubainisha kuwa amani ya kweli lazima izingatiwe usalama wa muda mrefu wa Ukraine, kurejeshwa kwa maeneo yote yaliyotekwa na Urusi, kwa kuwajibisha wale wote waliohusika kwa namna moja katika kufanya uharibifu na mateso makubwa zaidi kwa raia wa Ukraine. Aidha, Zelensky ametangaza kuwa serikali yake imeandaa mpango maalum wa amani unaojumuisha hatua kadhaa unaolenga kumaliza vita, kurejesha usalama wa mipaka ya Ukraine na kuhakikisha ulinzi wa kimataifa dhidi ya uvamizi wa baadaye. Mpango huo unajumuisha masuala ya usalama, haki za binadamu, kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na fidia kwa waathirika wote waliopata kutokana na vita vya Ukraine pamoja na Urusi. Rais Zelensky ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hususan Marekani, Umoja wa Ulaya na washirika wake wa NATO kuendelea kuisaidia Ukraine kwa msaada wa kijeshi, kifedha na kibinadamu. Amesema msaada huo si kwa ajili ya Ukraine pekee, bali ni kwa ajili ya kulinda msingi wa sheria za kimataifa, uhuru wa mataifa na amani yote duniani. Pia ameonya kuwa kulegeza shinikizo dhidi ya Urusi bila ruhusa ya haki kunaweza kuhamasisha mgogoro mingi zaidi duniani, kwani mataifa yenye nguvu yanaweza kuona kuwa uvamizi ni njia rahisi ya kupata maslahi yao binafsi. Kwa mujibu wa Zelensky, miezi ijayo itakuwa ya maamuzi makubwa katika mwelekeo wa vita. Amesema kuwa Ukraine inaendelea kupambana kijeshi, huku njia za kidiplomasia zikitumika zaidi katika kutafuta suluhisho la kile kinachoitwa mgogoro kati ya Ukraine pamoja na Urusi, akisisitiza kuwa mshikamano wa ndani wa nchi na msaada wa kimataifa ndio nguzo kuu ya ushindi au amani kudumu katika taifa la Ukraine. Kauli za Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky zinaonyesha msimamo thabiti wa Ukraine na kutetea uhuru wake kwa gharama yoyote ile, huku akisisitiza kuwa vita hivi haviwahusu wa Ukraine pekee, bali mustakabali wa usalama dunia nzima. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu ya Djuma TV, basi subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu. Djuma TV, hii ni kila mmoja.